kabisa. Wamenifanya nimeacha kazi zangu zote ofisini, nimekuja kwenu Rwinyana. Kwa sababu ya watu wangapi? Mwenyekiti na nani? Mtendaji. Bahati nzuri akasema jamani, mimi nikafiage huko tu, yupo. Mwenyekiti akasema ule msalaba siuwezi. Mimi narara mbele. Amelala mbele. Yuko hapa? Tumuone. Hawezi kaonekana. Lakini walimchagua kina nani? Ninyi wenyewe. Kwa nini? Majibu mnayo wenyewe. Amelala mbele. Tunaelewana? Rwinyana sio kwamba mna bahati mbaya kuchagua viongozi. Mnajitahidi sana kuchagua viongozi, mkitarajia mnaowachagua ni viongozi wema. Matokeo yake ndo hayo. Unajua, wakati wa pilika za kampeni huwezi kujua exactly huyu yukoje. Tunaelewana? Ndio. Hatujui sana. Ukishamkabidhi dhamana ya uongozi ndo utajua kwamba kumbe yuko hivi, ana changamoto hizi, ana mapungufu haya. Ndo kama hivyo na mzuri hivyo mtamuelewa baada ya kumpa kura kwamba huyu tumechagua chaguo sahihi. Lakini niwaulize ndugu zangu, eti wana Rwinyana, kwa mfano mwenyekiti anakuwa mgeni kabisa kwenu, anavyokuja kuomba dhamana ya kuwa kiongozi, au mnashinikizwa tu kwamba chagueni huyu? Nipeni majibu. Anakuwa mgeni kabisa kwenu kwamba huyu hatumjui, lakini kwa sababu kuna shinikizo fulani wacha tumchague. Hamshinikizwi? Haya, mnakuwa hamjui kabisa historia yake, mwenendo wake, maisha yake, tabia zake. Anafanya huyu ni mgeni kwenu mwenyekiti? Mzaliwa hapa? Mnamfahamu? Ni kijana wenu? Amekulia hapa, nasomea hapa, maisha yake hapa. Kwa nini sasa mlisahau yote hayo? Kama ana mapungufu mkampa dhamana ya kuwa kiongozi. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji ana dhamana kubwa ya kuongoza kijiji chote, ninyi mkiwemo, watoto, vijana, wazee, akina baba, akina mama. Uongo kweli? Ndiye anayebeba maono hata ya Mheshimiwa Rais. Si ndio hivyo? Mwenyekiti si wa Chama cha Mapinduzi? Kwani ni wa chama tofauti na CCM? Unaona? Kwa hiyo alipewa dhamana na wana CCM, wananchi wa Rwinyana. Anachokifanya leo ni tofauti kabisa na matarajio yenu. Si ndio hivyo? Yule kijana mimi nilianza kumuona muda, na rekodi zake nikawa nafuatilia. Sio mzuri, ni muongo, ana maneno, anachonganisha, ana fitina, ana kautapeli. Mlikuwa mnamjua? Wengine ndio, wengine hapana. Mimi sikai Rwinyana, niko kule Ngara. Bana namfahamu hivyo kuliko ninyi. Mwenyekiti wenu ana changamoto nyingi sana. Ushirikiano na viongozi wenzake ni shida, na wajumbe wa serikali ya kijiji ni shida.
anapenda kuzunguka mambo yake kimya kimya, anaibuka na jambo kubwa. Si ndio hivyo? Ndio hivyo. Uongo kweli? Kama nadanganya semeni basi nimalize mkutano wangu. Naona kama nimeleta majungu kweli. Ndio, naweza nikamaliza mkutano nikarudi ngapi? Ana shida. Unaelewana? Ndio. Nishamuita ofisini kwangu mbele ya mheshimiwa diwani wenu na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Nikamweleza kwa mwenendo huo, hapana, sio watu endi hivi. Jirekebishe. Mwenyekiti, ukitoka hapo wapi bwana? Kijana ni Martino. Anajifanya anajua kila kitu. Nikabishi. Hata ungekaambia asubuhi mpaka jioni, anaingilia sikio la kulia, hayo. Kanabaki kama karibu na misimamo yake. Hatuwezi tukawa na viongozi wa hivyo, piga makofi. Sasa huwa anawaingiza mkenge na watendaji wa serikali kama huyu mama mtendaji wa kijiji. Huyu mama ameingia mkenge. Huyu. Tunaelewana? Ndio. Jamani, tumsamehe bure huyu mama.